Bwana asifiwe na shukuriwe. Tunayamini kutoka kilindi cha moyo na tunahitaji sisi kwa sisi ili tuweze kuyaona, na isiweze kuwa tu ni imani iliyokufa, lakini imani ambayo inayojaa uzima, inayoona neno la Mungu likishuhudiwa. Tumekwisha kusikia na kusoma pamoja yale ambayo imekwisha kusomewa kama vile neno la kuanzisha, na kila neno la Mungu linatuingia mara moja kwenye moyo, na tunajiuliza kama mambo ambayo tumekwisha kusomewa yamekwisha kuwa pale, kama yanaweza kugeuka kuwa uhakika ndani ya maisha yetu. Tazama yale inaandikwa hapa katika Wakolosai sura 3 mstari wa 12: basi mkiwa wachaguliwa wa Mungu, watakatifu na wapendwa, vaeni moyo wa rehema, wema, unyenyekevu, upole na uvumilivu. Kama tu tunaweza kujua namna gani ya kufanya, ni kusema sasa mvae. Inaonekana kwamba hii inaambia wewe na inaambia mimi ya kwamba mvae, mkubali, mvae, na tuweze kujipatia yale ambayo Mungu aliyoweza kutupatia ndani ya Kristo. Hii maneno inaambiwa kwa wachaguliwa na sio waamini kwa ujumla, lakini wachaguliwa. Wakolosai 3 mstari 12: basi mkiwa wachaguliwa wa Mungu. Wengine hawataweza kuona hata umuhimu wa hiyo. Wako na haki siku zote kwa ajili yao wenyewe, lakini hapa ni wachaguliwa wa Mungu ndio wanaoambiwa. Wale anawaita kama vile watakatifu na wapendwa, kama waliopendwa na Mungu, walioweza kuitwa kutoka na kutakaswa katika neno lake, walioweza kuchaguliwa mbele hata ya kuwekwa kwa misingi ya dunia. Tunaweza kulingana na Wakolosai sura 3 mstari wa 12, tunaweza kuwa na moyo wa rehema. Tunaweza kuipata wapi? Tunaweza kuipata, tunaweza kuionyesha. Tunaweza kuwa na rehema ya kweli na ya ndani kwa moyo wetu wote mahali inapohitajika, au tunatembea mara nyingi juu ya maiti. Moyo wa rehema, wema, unyenyekevu, upole na uvumilivu. Rehema inatoka katika moyo. Mstari 13: mkichukuliana na kusameheana, kama mtu akiwa na sababu ya kustaki mwenzake, kama vile Bwana alivyo wasamehe ninyi, ninyi mfanye vivyo hivyo. Kusamehe kwa moyo wote, kwa ujao, bila hata shurti fulani, kwa moyo wote kusamehe kama vile Mungu alivyo tusamehe ndani ya Kristo. Na inasemeka hapa, kama mtu anakuwa na kitu fulani cha kusitaki mwingine, ni kusema sasa hiyo ni shida ambayo haipashi kuwa pale. Sisi ni nani ili tuweze kusitaki watu wengine mambo fulani? Tuna mambo mengi ya kufanya kwa ajili yetu sisi wenyewe na karibu yetu. Kama mtu fulani anataka kuweza kustaki wengine, aweze kusimama tayari ili aweze kuhukumiwa, na aweze kujichunguza yeye mwenyewe. Kama anafanya hivyo, kama hawezi kustaki wengine, ni kusema sasa yeye ni mmoja wa wachaguliwa. Kama inaandikwa kwamba nani anaweza kustaki wachaguliwa wa Mungu? Kwa sababu Kristo pale yeye aliweza kuhesabia haki, aliwahesabia haki kwa namna ya kiungu, aliwahesabia haki. Waroma 8:33. Nani anayetaka kustaki wachaguliwa? Ni Mungu ndiye anahesabia haki. Hakuna kitu kingine cha kuweza kufanya ila kuhesabia haki.
inatubakilia kitu moja cha kufanya, ni kukubali mara moja tu hii matamshi, hii kuhesabiwa haki ya juu na ya kiungu ndani ya imani, kama vile uhakika ndani ya maisha yetu. Na hapo sasa tuliweza kusoma mara nyingi maneno haya, tunajua maandiko matakatifu, lakini tuliweza kuunganisha juu ya hiyo hitaji kubwa ya kwamba hiyo kweli iweze kuonekana kwa neema, kwamba hali ya roho wa Yesu, hiyo ni ya moja, hiyo tabia ya Yesu yeye mwenyewe iweze kuonekana ndani yetu, kuweza kuonekana kama vile mwimba nyimbo anaimba ya kwamba Yesu aweze kusomewa yeye mwenyewe ndani ya maneno yangu, ndani ya tabia yangu. Yesu aweze kusomewa. Tutaweza kurudi kwenye maneno ya jana jioni, lakini kuweza kurudi kwa andiko hii inaomba kuongezea Petro wa pili sura 1 mstari wa 3. Petro wa pili sura 1 mstari wa 3. Kwa maana yale yanayosemeka katika Wakolosai tuliweza kuipewa hapa katika Petro wa pili sura 1 mstari wa 3. Petro wa pili sura 1 mstari wa 3. Kwa kuwa uwezo wake wa Mungu umetupa sisi vitu vyote vilivyo pamoja na uzima na utawa, kwa kujua yeye ambaye alituita sisi kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Uwezo wake wa kiungu ulitupatia yale iliyo lazima kwa ajili ya uzima na utawa. Lakini hiyo kipaji kinapashwa kupokelewa na kukubaliwa, inapashwa kuwekwa. Inaomba kuona yale ambayo hiyo karama kubwa ya Mungu au kipaji kubwa cha Mungu kilicho ndani kinakuwa ndani nini. Mara nyingi hatujue pia namna gani sisi ni watajiri kwa yale ambayo Mungu aliyotupatia kwa neema. Na kisha kwa mwisho kwenye mstari wa 4 ya Petro wa pili sura 1 mstari wa 4 mwisho, ili kwa ahadi hizi mupate kuwa shiriki wa tabia ya kiungu au ya Mungu. Na hiyo nasi tuliweza kupewekea hiyo kama vile mbegu ya kiungu. Na hiyo mbegu ya kiungu inaweza tu kuzaa tabia ya kiungu. Mbegu ya dunia inazaaka mambo ya kidunia, ngano inazaa tu ngano, yale ambayo mtu anapanda ndiyo anavuna. Na hiyo inatembea kwa namna pia ya kiroho. Hapa mahali ambapo mbegu ya kiungu ya neno iliweza kupandwa kweli kweli na kupokelewa kama vile ahadi ndani ya imani, Mungu anapashwa kuishika kama vile neno na kuitimiza yale aliyoahidi. Petro wa pili sura 1 mstari wa 3. Kwa kuwa uwezo wake wa Mungu umetupa sisi vitu vyote vilivyo pamoja na uzima na utawa. Alitupatia hata ifanya, lakini ashaka yitupatia, ashaka yafanya. Lakini kama vile nimekwisha kusema, na sasa ni kwetu sasa kuweza kuamua na kukamata yote ambayo Mungu aliweza kutupatia, kuweza kuipima. Na hatujui kwa kiwango gani sisi ni matajiri, kwa kiwango gani Mungu aliweza kutujaza. Tusome andiko fulani tena, ningetaka niweze kusoma na Marko kwenye sura 1. Jana tuliweza kusoma ndani ya Injili ya Yohana kwenye sura 7 na pia ndani ya Mhubiri 3 ya kwamba kila kitu kina wakati wake. Tumekwisha kusikia ndugu Gailer akitoka huko Israeli akizungumza kuhusu Israeli, na pale Mungu ana wakati wake. Wakati wa kusambazwa ilipofika, na sasa wakati wa kukusanywa imefika. Mungu ana wakati, Mungu ana saha, Mungu ana mahali, Mungu ana taifa.
wakati saha itakapokuwa imefika, hao manabii wawili watakuwa huko kwa ajili ya kuweza kuwaletea neno, na hao 144,000 watakuwa pale, na yote itakuwa pale. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu aliyasema. Ni swali tu ya wakati, lakini tunaona kwa namna ya kimsingi kupitia hayo yote ya kwamba Mungu anashika neno lake. Tunaona kwa kiwango gani taifa lake lililochaguliwa linakuwa kama vile wasiokuwa na nguvu mbele ya macho ya watu na mbele ya macho yao wenyewe. Mara nyingi wanakata tumaini, hawana nguvu, wanakata tumaini, na wengine wote hawana hata huruma na wanajisikia vile. Na hilo taifa lililochaguliwa lilo katika tabu kubwa, huzuni kubwa, na siku moja wataweza kujua kwamba ni taifa lililochaguliwa. Na niweza kujibu kwamba siwezi kupita mbali na hiyo. Naweza kusema kwamba Mungu anaweza kuchagua kose taifa lingine na kuweza kufanya kose yale aliyofanya pamoja na sisi. Haya ni mawazo tu ya kimwili ya dunia hii. Hayo ni mawazo ya wale ambao hakuweza kuelewa mpango wa wokovu wa Mungu. Lakini tunaweza kuielewa kwa namna ya kidunia hii. Kama unaweza kuambia watu hao ya kwamba ninyi ni taifa lililochaguliwa, na kisha wanakumbuka yote ambayo iliyoweza kuwafikia na yote ambayo waliweza kuvumilia mpaka katika hiyo chumba za kuweka ndani hewa ya kuwaua. Na kama mtu anasema ya kwamba kama Mungu anaweza kuchagua taifa lingine ili aweze kuifanya yale aliyoweza kutufanyizia, tunaweza kuweza kuielewa kwa namna ya kimwili. Lakini sisi kama vile kanisa, nasi hatukuweza kupokea ahadi ya njia iliyo ndani maua. Njia ya kanisa ni njia ya Bwana. Ni njia gani Bwana angepasha kufuata? Ni njia ya unyenyekevu, njia ya kushushwa, njia ya kudharauliwa, ya kutojulikana, ya kutukaniwa na ya kuchekelewa. Alikuwa na njia ambayo alikamata, ambayo mtu mwingine hajaweza kupita ndani hapa duniani, na iko hivyo hivyo kwa ajili ya taifa lake mpaka leo. Lakini kwa ajili yetu utukufu unapanda na haisimame na haitasimama hata kamwe. Na kama kweli tunakuwa na maisha iliyo magumu hapa chini, furaha yetu itakuwa kubwa sana ya kuweza kujua mambo hayo yote sasa itakuwa imekuwa nyuma yetu, na kwamba hatutaweza tena kukumbuka hali iliyokuwa imepita, lakini tutakuwa karibu na Bwana milele na milele. Ningetaka niweze kusoma mstari wa 14 na 15 ya sura moja ya Injili ya Marko sura moja mstari wa 14 na 15. Nyuma ya kufungwa kwa Yohana, Yesu alipita hata Galilaya akihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu, akisema, mstari 15, wakati umetimia, ufalme wa Mungu ni karibu, tubuni mukaamini habari njema au injili ya wokovu. Luteri anatafsiri hapa ya kwamba muamini injili. Injili ni habari ya wokovu, ujumbe wa furaha na inayofungua ya Mungu ambayo tuliyoweza kuambiwa. Hapa nataka kurudi juu ya wazo ya jana jioni kwa namna ya wazo hii. Wakati muda ilipotimilika, saha ilikuwa imekuja. Bwana alikuwa amepitisha miaka mingi. Kwa miaka 12 aliingia ndani ya hekalu, na sasa alikuwa na miaka 13 wakati alipoingia, wakati saha yake ilipokuwa imefika, wakati alipoonekana, wakati alipobatizwa, na pamoja na hiyo makundi zingine zote
akasimama katikati ya wenye zambi na akaingia katika Yordani. Kwa maana nani aliyeingia katika Yordani? Wale wote ambao waliokuwa wamekiri zambi zao, waliokuwa wamekubali neno, wote wakaingia ndani ya batizo, wakabatizwa. Na Yesu naye akasimama katikati yao na akasema yanayofuata, ya kwamba imetupasa kutimiza haki yote, basi ufanye hivyo sasa. Mathayo 3:15. Nabii Isaya alikuwa amekwisha kusema ya kwamba angepashwa kuhesabiliwa katikati ya wenye waovu, katikati ya watu wasio na heshima sheria. Isaya 53:12. Hakujiweka juu ya watu waliokuwa wameanguka, lakini alisimama katikati ya waliokuwa wameanguka. Alikamata mzigo wa dhambi, akatuchukua, akatukomboa na kutununua. Lakini nasemeka hapa katika mstari 15 Marko sura 1, akisema wakati umetimia, saha ilikuwa imegonga, muda ulikuwa umefika, ufalme wa Mungu umekaribia. Alikuwa akijua saha yake na muda wake. Alikuwa na sisi kama vile kanisa la Mungu aliye hai tunapata neema. Tuliweza kupata neema mbele ya Bwana kwa sababu tunatambua wakati wetu. Wakati tunapotambua yale ambayo Mungu anayofanya sasa, yale aliyoahidi na anayotimiza ndani ya wakati wetu. Sasa Yesu akaingia Galilaya na akatangaza neno, injili ya Mungu, akisema wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia. Na hivyo ndivyo Bwana wetu alianza kuhubiri injili. Wakati ilitimilika, saha ilifika. Alifanya nini katika sinagogi huko Kapernaumu? Alikamata gombo ya nabii Isaya, akasoma sura 61 na akasema, leo neno hili linatimilika mbele ya macho yenu. Luka 4:21. Alionyesha mara nyingi yote kama vile manabii na watu wa Mungu wote walikuwa wakifanya. Lakini twende mbali, na sio tu kwamba wakati wake ulikuwa umefika, lakini pia ya wanafunzi wake pia. Mniruhusu niweze kusoma mstari wa 16 na 17 ya injili ya Marko kwenye sura 1. Marko 1 mstari wa 16. Sasa alipokuwa akipita kando ya bahari ya Galilaya, aliona Simoni na Andrea ndugu ya Simoni wakitupa nyavu yao katika bahari, kwa sababu walikuwa wavuvi. Mstari 17. Yesu akawambia, kujeni munifuate, nitawafanya ninyi kuwa wavuvi wa watu. Mstari 18 pia. Mara moja waliacha nyavu zao wakamfuata. Ningetaka niweze kuonyesha kwanza hii wazo. Wakati saha ya Mungu inapogonga na saha ya taifa la Mungu nalo linagonga pia, Bwana anaanza. Sasa alianza namna gani? Alikuwa na kitu fulani cha kuambia upepo? Hapana. Aliona watu, aliita watu, aliwaita, aliwaona, waacha watupe nyavu zao. Walikuwa wakitupa nyavu zao, lakini wakati saa ya Mungu ilipogonga na wakati Bwana alipoanza kuweka neno juu ya kinara cha taa, sasa saha ilikuwa imefika kwa ajili ya kanisa. Na ilikuwa hivyo hivyo tangu mwanzo. Turudi kwa nabii, kwa wale wa amshi, tuende mpaka katika wakati ndani ya vizazi. Kila wakati saha ya Mungu inapogonga, saha ya taifa la Mungu inagonga pia. Kwa maana bila sisi Mungu hawezi kutimiza kazi yake. Aliweza kuingiza wanadamu ndani ya hiyo kazi kubwa ya ulimwengu nzima.
Sisi ni sehemu ya ujao ya mpango wa Mungu. Hiyo sehemu ya ujao. Taifa la Mungu lilikuwa pale na pamoja naye na taifa na wakati wa wanafunzi wake pia. Aliweza kuita moja baada ya wengine na wote wakaacha mambo yao wakafuata Bwana. Na iko hivyo hivyo kwa ajili ya kizazi hiki. Pamoja na msaada wa Mungu, saha yako na saha yangu viligonga. Mafundisho yako na mafundisho yangu vinafungwa kwa neno la Mungu. Tangu mwanzo taifa la Mungu lilikuwa likifungwa kwa yale ambayo Mungu alikuwa akifanya. Na wale wote ambao walio wa Mungu waliweza kutambua wakati wa kutembelewa kwao kwa kiungu na wakaweza kupata ndani baraka ya Mungu. Tusome sura 7 ya Matendo ya Mitume. Lakini msisahau wazo hili. Wakati Mungu anapoanza kutenda, wakati wake inapofika, wakati wake pia inakuwa imefika. Na kwa matamshi iliyo wazi, ni wakati wako na wakati wangu. Saha ya Mungu ni saha ya taifa lake. Neno lake linageuka kuwa neno letu ambalo tuliweza kupokea katika imani, na ahadi ambazo alizotoa nazo zinatimilika. Matendo ya Mitume sura 7 mstari wa 17. Matendo ya Mitume sura 7 mstari wa 17. Basi ulipokaribia wakati wa ile ahadi Mungu aliyowapia Abrahamu, mstari wa 17 ile. Wakati wote saa ilikuwa ikikaribia au ipasha kutimilika neno ahadi ambayo Mungu alikuwa amepatia Abrahamu. Lakini Mungu alikuwa ametoa ahadi. Na sasa ukakuja wakati ambao ahadi ipasha kutimilika. Tumekwisha kuzungumza kuna miaka mingi iliyopita. Ndani ya mstari wa 23 inasemeka, tusome kuhusu Musa. Mathayo 7:23. Miaka yake ilipopata kama 40, ikaingia roho yake kutazama ndugu zake wana wa Israeli. Hapa hatuna mengi ya kusoma hapa, itaji kama ndani mwake. Ilikuwa ni wakati wa Musa, alikuwa na miaka 40, akasema ndani ya moyo wake ya kwamba ni wakati wangu. Ninasikia hiyo ndani ya moyo wangu, nitakwenda huku. Mstari 25 tunasoma 25. Alizani ndugu zake watafahamu ya kuwa Mungu anawapa wokovu kwa mkono wake. Mstari 25 ile. Lakini hawakumfahamu. Ilikuwa ni wakati wa Musa, lakini ilikuwa bado wakati wa Mungu. Kwa sababu 390 ilikuwa imekwisha kufika. Na Mungu alikuwa amesema kwamba kwa miaka 400 nitaweza kutosha uzao wangu. Mwanzo 15 mstari wa 13. Musa akasikia ndani ya moyo wake, akasema sasa hii kutumwa kwa kiungu. Alikuwa amezaliwa kuwa nabii. Na ilikuwa ni kazi yake. Hiyo ilikuwa kimgusa sana, ilikuwa kimsukuma. Ilikuwa sasa ni wakati wa Musa, lakini wakati wa wakati wa Mungu ilikuwa bado kufika. Ilikuwa tena kupasha kuongeza miaka 40 sasa. Wakati sasa saa ya Mungu ilikuwa imefika, yote ikafanyika na Mungu akaanza kuzungumza na kutenda. Matendo ya Mitume sura 7:13 sasa. Hata miaka 40 ilipopita, malaika ya Bwana akamtokea katika jangwa la mlima Sinai katika moto unaowaka kijitini. Tunajua vizuri hii habari. Ilikuwa sasa ni wakati wa Mungu hapa. Hapa ni saha ya Mungu. Na sasa saha ya Mungu ikageuka sasa kuwa saha ya Musa. Na saha ya Musa ikageuka kuwa saha ya taifa lote la Mungu.
waliokuwa wakichukua ahadi ya kiungu. Hapa mambo yanafatana, Mungu na watumishi wake na taifa lake. Wakati wanapowaza kwamba wanapasha kwenda kutoka na kwenda, anawacha wakienda katika safari. Lakini sasa tunapasha kutambua kwamba ndani ya ufalme wa Mungu hakuna mtu anayepasha kufanya yale anayotaka. Ndani ya ufalme wa Mungu ni Mungu peke yake ndiye anayeamua. Wakati saha ilipotimilika, wakati miaka ilipokuwa imemalizika na kupita, Bwana Mungu akaonekana kwa Musa na akamtuma. Saha ya Mungu ikageuka kuwa saha ya Musa, na saha ya Musa ikageuka kuwa saha ya taifa la Israeli. Na hivyo sasa tunaona mpango wa ajabu, mpango wa utukufu wa Mungu pamoja na mwanadamu na pamoja na kanisa. Na kwangu hiyo inamaanisha kitu fulani kilichokubwa sana, kwa maana ni hivyo ndivyo tunaiona pia ndani ya kizazi hiki. Saha ya Mungu ingepashwa kuwa saha ya utimilifu wa neno lake la unabii, na saha ya utimilifu wa neno lake la unabii ingepashwa kuingiza ndani kanisa kwa wakati huu wa unabii, ndani ya kizazi hiki cha unabii, na kanisa linapashwa kuingizwa ndani, kwa maana Mungu hatendake bila sisi, lakini sisi nasi tunahusika. Munaweza kusema amina? Saha ya Mungu ilikuwa ni saha ya nabii wake, na saha ya nabii wake ilikuwa ni saha ya taifa lake. Iko kama vile hiyo vyombo vya munyururu. Lakini wakati gani? Ni wakati muda ilipotimilika, wakati miaka ilikuwa imemalizika, wakati maamuzi ilikuwa imekamatika, na hiyo mambo yakafatana baada ya nyingine, na Bwana akatimiza yale aliyokuwa ameahidi. Ndani ya Kutoka sura 9 tunasoma yale inayofuata. Kutoka sura 9 mstari wa 5. Kutoka sura 9 mstari wa 5. Kutoka sura 9 mstari wa 5. Bwana akaweka muda akisema. Hapa inahusu matamshi kwa ajili yangu. Haya matamshi Bwana aliweka muda iliyopangwa, akaweka muda. Kulikuwa watu na kuna watu leo ambao wanaoweka wakati au kupanga muda yao, lakini sio hiyo ndio Mungu alitarishia. Mweza yote, yeye peke yake ndiye anayeweza kupanga wakati au muda. Imeandikwa pia ya kwamba mwana hajue pia hata siku wala saa, lakini Baba peke yake, na sio kama vile nabii au mwana wa mtu, lakini kama vile uungu. Watu ngapi washakaweka tarehe iliweza kufanyika? Hiyo haikufanyika hata kamwe, na haiwezi kutimilika. Wote walikuwa kiingoja, na yote inafaa kufanyika kwa namna tofauti. Tunaweza kufanya mahesabu, tunaweza kuwazia kitu fulani, na inaweza kuonekana kwamba yote ni kamilifu. Hesabu zetu siku zote ni za kweli, na mawazo yetu inaweza kuwa ni ya kweli, lakini hiyo haitaweza kutenda, haitaweza kutembea, haitaweza kufika. Lakini kwa macho yetu au kwa macho ya watu inaweza kuwa kama ni ya kweli na nzuri, lakini Mungu ndiye anayeweka wakati, na sio tu wakati, lakini pia yale ambayo yanapaswa kufanyika kwa wakati uliopangwa. Watu wanataka kufanya hiki na kile, au wanaangalia kile na kile, wanaangalia hali ya sasa. Tuangalie hali ya sasa. Kila mtu anataka kitu fulani, kila mtu anataka kufanya kitu fulani, kila mtu iko na nia njema, kila mtu anaona mambo kwa namna nzuri, lakini saha ya Mungu itakapofika, na tunaingoja, hatutaiweza kuipanga, lakini tunataka kama vile wakati wa zamani, kama vile Bwana
ili nasi saha yake iweze kuwa saha yetu, na saha na wakati wake iweze kuwa wakati wetu, na njia yake iweze kuwa njia yetu, na mapenzi yake iweze kuwa mapenzi yetu, neno lake liweze kuwa neno letu, na mpango wake uweze kuwa mpango wetu, ili mambo yote yaweze kutembea kwa namna iliyo njema pamoja na ikifuatana. Ninapendaka matamshi haya au nukuu hii ya kwamba Bwana akafanya muda, akisema haleluya, Kutoka 9:5. Haleluya. Bwana akaweka muda, akafanya muda, Bwana akaamua. Nasi tunapashwa sisi sote kujiacha tuweze kuongozwa kwa namna ya kiroho, kwa namna ya kiroho kulingana na wakati. Matendo ya Mitume sura 7 sasa mstari wa 23 mpaka 27. Matendo ya Mitume sura 7 mstari wa 23 mpaka 27. 23. Matendo ya Mitume sura 7. Miaka yake ilipopata kama 40, ikaingia roho yake kutazama ndugu zake wana wa Israeli, na alikuwa ameambiwa, lakini bado saa ilikuwa haijafika, bado wakati ilikuwa bado kufika. Lakini ijapokuwa hayo yote, ndani mwake mkaingia wazo ya kuweza kusema aende kuona ndugu zake. Naamini ya kwamba hakuna mtu wa Mungu aliye na mwito, aliye na huduma na kutumwa, ambaye moyo wake hawezi kuwaka, ambaye asiweza kuona ikienda yale inayopasha kwenda. Naisema kwa utashi au kwa nia njema, anayeweza kuona yale wale wanayotaka kwenda. Hakuna mtu anayetaka kwenda, lakini unapasha kwenda. Lakini kama saa yafika, tunaweza, kama Musa yafika, tunaweza kwenda kama vile Musa ambaye hakuweza kungoja, kama vile Abrahamu naye hakungoja kuzaliwa kwa Isaka. Na hapo sasa tunafanya mania au mipango yetu wenyewe kwa Mungu, na tunajua ni kitu gani kinachofanyika baadaye. Tunaweza hata kuchelewesha hata mwendeleo bali ya kuweza kuiharakisha, lakini Mungu ana mpango, naye anaweka katika matendo. Yeye ana wakati ya kufunua neno lake, ana wakati ambayo inapaswa kuchukuliwa katika ulimwengu mzima. Lakini sasa nawauliza, mpandaji anaweza kufanya nini ila tu kupanda mbegu na kuweza kungoja baadaye, ili Mungu yeye mwenyewe aweze kumpatia kukomaa, au kupatia hiyo mbegu kukomaa, na ili mti uweze kutokea na mbegu iweze kutokea na suke iweze kutokea, na hiyo ngano iweze kuingia katika hiyo suke. Na hakuna mtu wa Mungu ambaye anayeweza kuweka nguvu zake juu ya mbegu hiyo. Neno la Mungu ndani mwake muna nguvu ya Mungu yeye mwenyewe. Muna nguvu ya kuweza kuzalisha uzima wa kiungu na kuweza kuleta kukomaa kwa kila mtu. Tunaweza kuongeza kitu fulani. Naweza kuuliza huyo mlimaji sasa, kama wakati anapolima na kupanda ngano, anaweza kufanya nini? Hiyo sasa inatokana na Mungu peke yake. Mungu peke yake anaweza kutoa mvua, Mungu peke yake anaweza kutoa jua, Mungu peke yake anaweza kutoa kukomaa. Mlimaji anayepanda ngano hana kitu fulani au cha kushawishi, hana kitu cha kushawishi kitu fulani kinachostahili kwa wakati huo, sivyo? Anaweza kufanya nini? Anaweza kufanya nini? Kujisumbua, kufunga usiku au kushindwa kusinzia usiku? Hiyo haiwezi kuanisha hata kitu moja. Na ni hapo ndipo tunatambua nguvu za ajabu za Mungu wetu. Nasi tunangoja yote kwake. Anatupatia yote, anatupatia neema na anatupatia kupandwa, kukomaa, na anatupatia pia mavuno. Na kama vile tulivyosema jana jioni, itakuwa kuingali tena mbele, ingata kuja. Na sitaweza kupanga kitu fulani ya kuweza kuipanga, na siwezi kuruhusu mtu fulani kuweza kusema kwamba iko pale sasa, lakini mavuno iko mbele, inakuja na Mungu ataweza kuingiza. Nami nakubashwa na hiyo, hakutabaki kitu fulani. Hapana, akose tungeliweza kusoma andiko, neno la Ufunuo
inaweza kuwa kosa katika sura 14, Ufunuo sura 14 mstari wa 17. Ufunuo sura 14 mstari wa 17. Malaika mwingine akatoka katika hekalu lililo mbinguni. Yeye naye ana upanga mkali. Ningetaka niweze kusoma mstari wa 15. Mstari wa 15. Malaika mwingine alitoka katika hekalu akimlilia kwa sauti kubwa yeye aliyeketi juu ya lile wingu, tia upanga wako ukavune, kwa sababu saha ya mavuno imekuja. Hawezi kuvuna wakati mavuno ngali majani ya rangi ya majani, lakini unapaswa kungoja ili ngano iweze kuwa imekuwa ya rangi ya njano, ayo John. Na hapa tunaona matamshi inayosema kwamba wakati wa mavuno umekuja. Nani anayepanga wakati? Sio wewe, sio mimi, ni Mungu ndiye aliyeweza kupanga wakati na muda. Na wakati muda huo ulipofika, agizo ilitolewa, malaika akatoka katika hekalu. Yale ambayo iliyoonyeshwa katika mbingu inaonyesha yale ambayo yanapaswa kufanyika hapa duniani. Mavuno haikuingia mbinguni, mavuno itaingia hapa duniani. Lakini pale tuweze kukumbuka pia neno la Bwana. Alisema ya kwamba atatuma kwanza malaika zake ili aweze kutosha katika ufalme wa Mungu vikwazo vyote, na ataweza kuwakusanya na kuwatupa katika moto vikwazo vyote na kuvitupa katika moto. Mathayo 13 mstari wa 41. Hatukuweza kusikia kwamba makusanyiko yanafanyika katika madhehebu zote. Watu wanakamata maamuzi yao na hawajui namna gani ya kuweza kupanga, na wanawaza ya kwamba hiyo ni kitendo kubwa. Kwanza wanakusanya kwanza majani mabaya, magugu, na kisha wanaingiza ngano. Na tungeliweza kuhitaji ili mambo yaweze kuonekana kwa namna iliyo tofauti. Tungelihitaji ili Bwana aweze kuchukua walio wake, kwa sababu sisi tuko mambo iliyo kama vile ya bure kwenye dunia hii. Lakini yeye ana mpango. Kama anasema kwanza anapaswa kukusanya kwanza majani mabaya, ni kusema atafanya hivyo. Na hapo sasa ngano safi isiyokuwa na uchafu, isiyokuwa na mambo mbaya, isiyokuwa na kitu kibaya, iliyokuwa imekomaa vizuri, kama vile ilivyoingia ndani ya udongo kwa namna ya sura ya ngano, mbegu ya ngano, na hivyo ndivyo ilikufa, na hivyo ndivyo ngano inayojaa, na hivyo ndivyo inapaswa kuwa katika hali yake ya kukomaa, iliyogeuzwa na kutengenezwa kwa sura ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Na hiyo ndiyo Mungu aliyoamua, na hiyo ndiyo aliyotimiza, kwa maana wakati wa mavuno umekuja. Mungu ana wakati wake kwa ajili ya kila kitu. Tunasoma ndani ya nabii Yeremia neno hili linalojulikana sana kwenye sura 8 mstari wa 7. Hapa Mungu analeta staka. Yeremia sura 8 mstari wa 7. Tazama yale inayoandikwa. Yeremia 8 mstari wa 7. Kweli korongo ya mbinguni anajua wakati wake, hata huwa na kinega na mbayuwayi wanaangalia wakati wa kuja kwao, lakini watu wangu hawajui amri za Bwana. Hii ni onyo ya hatari. Tabia ilipangwa vizuri, desturi ilipangwa vizuri. Korongo
huwa wanajua wakati gani anapasha kuhama na kwenda huko na huko, lakini kwa sababu ya taifa lake analeta hii maonyo, na kupitia nabii Hosea anasema kwamba taifa langu linaangamizwa kwa sababu ya kutojua kwao. Hosea 4:6. Kujua nini? Kujua kwa kiungu. Kila mtu leo haiko na namna ya ujuzi wake wenyewe, na vitabu vinaweza kuandikwa juu ya maneno haya ya kwa, na pia ulimwengu haiwezi kubeba hata hiyo vitabu vinavyoandika, na hiyo wanaandika ujuzi juu ya mambo ya kiungu na mambo ya habari ya wokovu, lakini ujumbe ni kuweza kujua kutoka kwa Mungu, ni kusema ni kujua neno lake, kujua ahadi zake na kujua alama na wakati. Bwana alitenda kwa namna hiyo moja wakati alipoweza kuambia taifa la Wayahudi ya kwamba ole ingepashwa kuwafikia, na kisha akasema kwamba wakati mtakapoona Yerusalema ikizungukwa na majeshi, mjue ya kwamba wakati wake umekuja. Na sasa wakaaji wa Yudea wakimbie katika milima na kadhalika na kadhalika. Luka 20 na 1 na 20. Na ilikuwa ni nini? Na alionyesha wakati, aliwapatia alama, na watu wangepashwa kufuatana hizo maalama, na hiyo alama na wakati zilikuwa zikitembea pamoja, na wao wangepashwa kukamata maamuzi, kwa sababu walikuwa wamekwisha kusikia yale ambayo Bwana alikuwa amewaambia. Na kama mpasha habari Flamis Joseph ana haki, anasema kwamba hakuna hata mwamini mmoja ambaye aliweza kuuliwa, na waliweza kuonywa, walikimbia kwa sababu waliweza kufuata na kuchunga neno la Bwana. Bwana Mungu anatoa neno, naye anakuwa macho juu ya wakati, na anakuwa macho ili tuweze kulitambua, na ili sasa tuweze kusoma alama za wakati. Hakuweza pia kuzungumuza ya kwamba wakati mtakapoona hiyo, wakati mtakapoona hii, muwe macho, kwa maana wakati imekaribia. Weekend hii tunapaswa kuelewa ya kwamba Mungu alipanga wakati na saha kwa ajili ya kila kitu, kwa ajili ya kila kitu. Kama vile tulivyosoma jana jioni, kuzaliwa na kufa viliweza kupangwa katika wakati wake. Mhubiri sura 3 mstari wa kwanza. Kulia, furaha, kicheko na huzuni, yote ina wakati wake. Lakini pia Mungu naye alikuwa na wakati wake pamoja na taifa lake. Na kila wakati kitu fulani kinapofanyika kuna kufika, alikuwa akifunua ili wale wote waliopata neema mbele ya Mungu waweze kutambua kwa wakati uliopangwa ndani ya wakati wao yale ambayo Mungu aliyofanya. Korongo inajua wakati wake. Mahali pengine Bwana anasema kupitia nabii ya kwamba ngamia inajua chungu ya bwana wake. Hapa Isaya 1:3. Hapa nazungumza kuhusu korongo. Huwa wote wako pale, wanajua namna gani wanapasha kuua, wakati wa salama, wakati gani wanapasha kuhama, na wakati gani wanapasha kuenda na kutoka pale. Yeremia 8:7. Waliweza kuweka vyombo vyao vya juu, na waliweza kuweka vyombo vyao vya kuchunguza kutoka juu, na ambayo hakuna mtu anaweza kuleta mambo fulani ya kuweza kuwaonya na kuwaleta kitu fulani. Lakini anasema ya kwamba taifa langu halijua wakati wao. Isaya 1:3. Lakini Bwana alipoangalia Yerusalema akalia, akasema kwamba ama mngeweza kujua wakati mweza kutembelea kuweza kupata salama. Luka 19:42. Wakati wa kuwaletea salama, lakini hawakuweza kuitambua. Lakini nahusu katika ufalme wa Mungu kuweza kupokea na kutambua alama zilizotolewa kupitia Roho, na waweze kuziamini na waweze kungoja ili Mungu aweze kutimiza. Wakati Mungu anapoanza kutenda, na sio tu kuweza kuzungumza, lakini kuweza kutenda. Na hapo sasa saha yako na saha yangu vinapaswa kuwa vimefika. Au saha yako na saha yangu inapaswa kuwa imefika. Kama vile vilikuwa kwa wakati wa Yesu, kuja kwa Yesu, saha yake na saha iligonga kwa ajili ya taifa lake. Saha iligonga kwa ajili ya wale wote waliokuwa tayari ili waweze kusikia neno kutoka kinywa chake. Na iko hivyo pia katika siku zetu. Saha ya Mungu ikawa saha yangu
na saha yako pia. Ahadi ambazo Mungu alizotoa katika neno lake linatimilika kwako na kwangu, na hiyo sasa, na hapo ndipo uchaguzi inawekwa hadharani. Na Mungu alitoa ahadi kwa Abrahamu, naye akazitimiza kwa Abrahamu, na hizo ahadi zote zinatimilika kwa waamini mpaka katika wakati huu. Nabii Danieli anasema nini kwenye sura 12 mstari wa 4? Akasema, funga maneno haya na tia kitabu mihuri au muhuri hata wakati wa mwisho. Danieli 12 mstari wa 4. Tunaweza kuchunguza ujumla wa maandiko matakatifu. Tusome ndani ya nabii Danieli ya kwamba katika ufalme huu Mungu, kwa wakati uliopangwa, Mungu ataamsha ufalme itakao dumu milele na milele. Danieli 2 mstari wa 14. Na ilikuwa na ahadi siku zote, na kulikuwa majira au wakati ilikuwa imepangwa, na yote inapaswa kutembea pamoja. Mungu, Danieli alizungumza kuhusu mnyama, akazungumza kuhusu nyama ya vichwa 7, na alizungumza kuhusu mnyama wa mapembe 10, na mambo hii sasa inapaswa kufika kama vile Mungu alivyosema katika neno lake. Na kisha kuna kuja hii neno fupi inayosema kwamba wenye akili watakuwa makini juu yake. Danieli 12 mstari 10. Haleluya, haleluya. Wenye akili ambao Mungu aliopatia uwezo ya kuweza kutambua mambo ya kiungu na mambo ya kiroho. Kuna watu ambao walio na akili sana, ambao wanao jijua katika hali yote, lakini Mungu anataka yeye aweze kutufungua akili kwa ajili ya maandiko, na hiyo ndio Bwana aliyofanya kwa wakati huo, na hiyo ndio anafanya leo. Sasa kwa nini aliweza kuwafungua akili? Aliweza kuwafungua kuelewa kwa maandiko ili waweze kupanga mambo yote kwa namna iliyo njema. Kwa maana uaminifu wao haupaswi kusimamia juu ya mambo tu hayo, lakini inapaswa kuingia katika neno la Mungu na Mungu yeye mwenyewe. Nasi hatukimbie nyuma ya kitu fulani ambacho kinachofanyika tu, lakini tunafuata neno la ahadi ya kiungu. Nasi tuliweza kupata hizo nyayo za kiungu, tulifuata na kupata hizo nyayo za kiungu, na ndio maana tunafuata njia hii tukiwa na uhakika iliyo ya muhimu ya imani. Na wakati Bwana anaposema kwamba nitawatumia nabii Eliya mbele ya siku ya Bwana iweze kufika, siku hiyo kubwa na kukopesha, na siku hiyo itawaka kama vile tanuru, na katika siku hiyo waovu wataungua kama vile majani, na itabaki tu ni majivu. Na wakati Bwana Mungu aliposema ya kwamba mbele siku hiyo kufika nitawatumia nabii Eliya, Malaki 4 mstari wa 5. Na hiyo inamaanisha kwa ajili yetu ya kwamba inaomba kuwa makini, omba kusikiliza, kwa maana kuna neno la ahadi. Kulifanyika nini wakati wa Eliya? Wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, alijenga madhabahu ya Mungu. Bwana alikusanya hiyo mawe 12, akisha akatoa dhabihu. Wafalme wa kwanza sura 18:31. Na kama Mungu aliweza kutuma mtumishi wake katika siku hizo au katika siku hizi sasa tulio ndani, akiwa katika roho na nguvu za Eliya, na ili aweze sasa kuweka neno la Mungu katika neno la mafundisho ya wamitume katika kinara cha taa, ili aweze kurudisha mambo yote katika hali ya kwanza, ndiyo, ili aweze kupatia kila mtu nafasi yake. Swali ni ya kuweza kujua kama sasa tuko tayari kuweza kukubali hiyo kuwekwa kwa kila mtu kwa nafasi yake. Yule anayekuja kwa Mungu anapaswa kukubali yote kwa shukurani. Hakuna kupinga kwa ndani, hakuna hata kupingana au kugeuza, lakini atakuwa na kukubali yote kwa ndani. Na kama hatufanye kitu fulani cha kipekee au cha ajabu katika siku hizi, au kama hatuwezi kupanga mipango yetu ya kipekee, ni kwa sababu moja. Tunataka tuweze kungoja saha ya Mungu. Kila mtu anaweza kufanya kitu fulani. Unaweza kukusanyisha watu, lakini tunataka ili Mungu aweze kuwa katika sehemu hiyo. Tunataka aweze kuwa katika kitu hicho. Na Bwana aliona
wa kwanza, akaona wa pili, akaanza kuita na wote wakamfuata, na katika muda mfupi kundi kubwa ikamfuata. Na wakati saa ya Mungu inapogonga, watu wanakuwa pale. Una hitaji ya kuweza kuwabembeleza. Anatangaza neno, anahubiri neno moja, anahubiri, wanaguswa, wanasikia, wanakuja, na hiyo ndio mwito wa Bwana kwa ajili ya uzima wao. Nao wanafuata Bwana, na hatuwezi kutoa hata funzo, tunaweza hata kutoa funzo ya kuweza kufundisha mambo marefu, lakini hiyo haitaweza kutembea vizuri. Mwimba nyimbo anaimba nini, ndugu Swiss? Wa ndugu wa Swiss wanaimba namna gani? Kazi siku zote, kazi ni ya Mungu siku zote, na yote iko chini yake, na hiyo ni lazima sana. Tusiangalie nje, na tusiweze kuangalia yale yanayoonekana, lakini tuangalie isiyoonekana, na isiyoonekana ndiyo iliyoweza kuonekana kwa namna ya kuonekana. Sasa Mungu hana hitaji ya kuweza kuonyesha kitu fulani kilicho hai, lakini yeye ashaka kuonyesha kwamba yeye iko vile, yeye iko hai. Maumbile hayo njia ya kuonyesha kwamba Mungu ni hai. Katika juma iliyopita niweze kukamata safari ya kushitukia kwa dokta wa huko Düsseldorf, kwa dada anayekaa huko karibu na Heidelberg. Aliweza kunitumia hizo ya kuniweka nguvu. Aliweza kuomba ndugu wa Düsseldorf aweze kuniziniletea. Aliweza kujiuliza ni mazungumzo gani ambayo ingepasha kutokea ndani. Lakini tangu muda mrefu ilikuwa vigumu sana kuweza kujua kwa kiwango gani iko vigumu kuweza kuamini kwa moyo wote na kuweza kuamini kama vile watoto. Na hapo sasa tunapaswa kuamua kama tunataka tuweze kuamini. Kama tunataka tuweze kuamini hizi mambo ya kisiasa au sayansi za kielimu ambazo haziwezi hata kuonyeshwa kwa namna iliyo ya kukamatika, au tunapaswa kuamini hii matokeo ya uumbaji ambayo kama vile inavyoandikwa. La, inaandikwa kwa namna ya kimaajabu ya kwamba muko wanyonge sana. Sasa kwa namna gani iko hivi? Lakini msiweze kuniambia hiyo. Kuna hii mambo yote, mateori yote inayokuwa hapa ya kuendelea sana, lakini ni ufunuo wa Mungu, ni ufunuo wa Mungu. Na yule ambaye Mungu hajifunue kwake hawezi kuona pia, hata akiwa na macho iliyo wazi. Lakini kama watu wanaweza kutambua ya kwamba uzima unapaswa kutokea mahali fulani, nani aliyeumba? Nani aliyeweza kuumba hiyo uzima bila hata kuwazia kitu fulani? Uzima yako iko wapi? Uzima yako iko wapi? Uzima yangu iko wapi? Uzima ya mbegu iko wapi? Wakati watu wanaposema ya kwamba kulikuwa hiyo selile ya kwanza, hiyo ni mambo ya kusema tu. Lakini nani alifanya hiyo uzima? Nani aliweza kuiumba? Watu wanaosema kwamba hiyo ni kukomaa tu na kuendelea na kuendelea, kwa hiyo inaleta huzuni ya kwamba hiyo ni mabomoko ya wakati ya vita ya pili ya dunia. Lakini nawaza kwamba hiyo ni mawazo tu. Lakini wakati tunapofuata hizo mashambulizi za watu wa wakaidi, tunajua ni kitu gani kinachofanyika. Wakati mabomoko ya mabomu inapofanyika, na mambo yote yanaporomoka na yote inamalizika pia hata ndani ya bahari. Lakini hapana, tunaamini yale ambayo Mungu aliyosema toka mwanzo mpaka mwisho. Hakuna hata akili itakayoweza kushuhudiwa hata. Lakini neno la Mungu likuwa likishuhudiwa mwaka kwa mwaka, na alisema kwamba kutakuwa kupanda na kuvuna, kutakuwa wakati wa jua na wakati wa baridi, kutakuwa wakati wa theluji na wakati wa kifukutu sana. Mwanzo 8:22. Hiyo ni neema sana kuweza kusikia mambo hayo. Nasi Mungu anaweza kutupatia kuweza kusikia mambo hayo katika wakati wetu, kuweza kuyatambua na kuweza kutambua kwa sababu ya neema ya neno lake. Kwa sababu ya neno lake tuweza kujua yale aliyopanga kufanya katika wakati fulani. Leo tunaweza kuangalia nyuma na kuona yale ambayo Mungu aliyofanya katika wakati wa Abrahamu, wa Noa na wa Musa, wakati wa Eliya. Lakini sasa nasi wakati wetu umefika.
Sasa heri mtu ambaye kupitia neno la Mungu aliweza kutambua na anaweza kuona yale ambayo Mungu aliyoahidi, na anayeweza kuamini ya kwamba atayatimiza, na anaweza pia kuita hata utimilifu kwa ajili yake mwenyewe. Yote ambayo Mungu anafanya yanapaswa kupitia watu, yanapaswa kufika kwa watu wanaomwamini. Leo wewe na mimi tunawekwa katika kipimo cha imani yetu, kipimo cha imani yetu, lakini tunapaswa kuamini Mungu. Hajawahi kusema kitu ambacho hakijaweza kuwa kweli. Yote ambayo Mungu anayosema ni kweli, ni neno la milele ambayo lililotoka katika kinywa chake, nalo halitaweza kurudi bure bila matokeo, na halitaweza kurudi bila kitu, halitarudi bure, lakini litatimiza yale ambayo Mungu aliyolituma. Ndani ya Yohana sura 7 mstari Yohana sura 7 inasema kwamba saha yangu bado fika, ninyi mwende ndani ya karamu. Yohana 7 mstari wa 6. Lakini sasa ukakuja wakati wake na saa yake, ndipo sasa maneno ya Mungu yakatoka ndani ya kinywa chake, na kulikuwa watu waliokuwa pale kwa kumsikiliza. Mniamini, wakati Mungu anaposema kunakuwa watu kwa ajili ya kusikiliza, hata kama yule aliye mjinga hata anaweza kuwa anazungumza, hata mjinga ndiye anazungumza, kunapaswa kuwa watu wa kumsikiliza. Hakungepasha kuwa watu walio tayari kuweza kumsikia wakati Mungu mweza yote anapozungumza katika siku zetu. Lakini leo watu wanazungumza na kusema yale wanayotaka, lakini Mungu anataka kusikia kitu fulani. Mungu anataka watu wamsikilize, watu wanaotaka kuwa na hitaji ya kuweza kusikia sauti yake, na sauti yake siku zote inakuwa neno lake, kama vile pia neno langu ni sauti yangu na sauti yangu neno langu. Sauti ya Mungu ni neno lake takatifu na la damani. Alizungumza, alitoa ahadi, yote aliyosema yalitimilika, kama vile tulivyoonyesha kwa mara nyingi. Kuzaliwa kwake, uzima wake, huduma yake, mateso yake, kufa kwake, kuzikwa kwake, ufufuko wake, kupanda kwake mbinguni, kupanda kwake mbinguni, yote yalifanyika kulingana na neno la Mungu kwa wakati kwa ajili ya kila kitu. Saa ilifika kwa wakati moja. Bwana akasema, yule aliyeweka mkono wake katika sahani kwa mara moja ni yeye ndiye atakaye nikuwa ameni saliti. Marko 14:22. Na Bwana Mungu alikuwa amesema, Daudi alikuwa amesema kwamba nyumba yake itaachwa ukiwa, na yote yanapaswa kutimilika, na kila neno la Mungu lote linapaswa kutimilika, hata katika hatua zake zilizo za chini sana, za kidogo. Na waliweza kumpatia hata siki ya kunywa, na hapo Bwana akasema na kiu. Yohana 19:28. Na hapo wakaweka sifongo ndani ya siki wakampatia. Neno la Mungu lote lilikuwa likitimilika 100%. Mungu aliahidi ya kwamba wakati mtangulizi atakuja, hapo sauti itasikilikana ndani ya jangwa. Neno lilitimilika, mwito iliitwa, mwito ilitolewa, na watu wakakuja, na watu wakaisikia na wakakubali. Na sasa kwa sababu tunaishi sasa, Mungu anatuomba tuweze kuamini sasa, na tuweze kuamini yale aliyotuahidi kwa ajili ya wakati huu. Imani ndani ya mambo yaliyopita haitaweza kutusaidia katika wakati huu na hata katika wakati unaokuja, kama tu tunaweza kuamini yale ambayo Mungu aliyoahidi kwa wakati wa sasa na wakati unaokuja. Na kama sivyo, tunakuwa kama vile tunatenganishwa na yale ambayo Mungu aliyoamua kufanya kwa wakati huu. Tuseme kwa mafupi au kumalizia, Mungu ana wakati na saha. Mungu ana taifa na ana neno, ana wakati, ana alama, anaita nia ya taifa lake, na kwa neema
tunaweza kusikia yale Roho anaambia kanisa, nasi tunaweza kupokea neno ndani yetu, na kama vile tuliweza kulipokea, linakuwa uzima au mbegu ya kiungu, na hiyo mbegu ya kiungu itazaa au inapashwa kuzaa ya kiungu, haiwezi kuwa tofauti. Na kwa sababu tuna ahadi zilizo kubwa na za utukufu na mwito wa kuita kutoka kwa ajili ya kanisa ya Bwana na kwa ajili ya matarisho, tuna ahadi na kugeuzwa na unyakuo. Tuna ahadi hizo kubwa na za nguvu za Mungu, na kila kitu kwa wakati wake. Tuna ujumbe na inachukuliwa katika ulimwengu mzima, na kisha moja baada ya nyingine itafika. Siku moja tutaangalia nyuma na tutasema, oh Mungu wangu, ulifanya mambo yote kwa namna ya kimaajabu sana, na ulituongoza kwa utukufu. Basi samehe upungufu wa imani yetu, na pia hata kutokuamini kwetu na kutohangaika kwetu, kwa sababu tuliweza kuzunguka karibu nasi sisi wenyewe. Lakini kwa msaada wa Mungu tunataka tuweze kugeukia Bwana. Yeye ni wa kwanza na wa mwisho. Alitoa ahadi, atazitimiza pia. Anapanga wakati na saha, naye alitutayarisha ili tuweze kupata sehemu kwa yale ambayo anayofanya sasa. Na hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha mingi kwa ajili yangu. Sasa ina faida gani kwetu kuweza kujua kwamba Mungu aliweza kuwa na watu wakubwa wa Mungu na kwamba aliweza kufanya mambo makubwa kama hakuweza kufanya mambo makubwa kwa ajili yetu? Naweza kusema ya kwamba Mungu alifanya mambo makubwa kwa ajili yetu. Tushukuru, tufurahi na tuweze kumpatia utukufu, kwa maana tuliweza kutembea safari ya mwisho ya njia hii ya imani, na huyo Mungu mmoja aliyetenda katika wakati mwingine ndiye anayetenda pia ndani ya siku zetu, na wakati anapoanza hakuna mtu anayeweza kuyapinga. Na hapo sasa watu wanaonywa, wanajua ya kwamba wanahusika naye, anawaita kwa majina zao, wanasimama, wanamfuata, wanamtumikia, wanamwamini, na wako kwenye njia ambayo inayoongoza mpaka ndani ya utukufu. Ninashukuru kwa maana Bwana aliweza kupanga wakati kwa ajili ya kila kitu, na pia hata wakati wa mwisho, hata mwisho wa wakati, na tutaweza kurudia kwa mambo hayo kama Mungu akitaka nyuma mchana kati huu. Mungu ashakapanga mwisho wa wakati na yote ambayo inapaswa kufanyika, na yote yanafanyika kama vile alivyosema. Tuweze kumuonyesha tena uaminifu wetu na kusema, Bwana, una mpango wa ajabu. Ulitufunulia mapenzi yako na neno lako. Ulitujulisha wakati ambao tunaoishi ndani na ujumbe ambao ulioweza kutuma neno lako takatifu lilofunuliwa Bwana. Basi tupatie sasa neema ya kuweza kungoja wakati ambao utaanza kutenda, na hiyo inaweza kuwa kose leo, hakuna mtu anaijua, na hiyo itafanyika hapo hapo kama vile sauti ya ngurumo, na baraka ya Mungu itamwangika kwa nguvu. Na hapo sasa haitakuwa tena ndugu au nabii au mtu wa Mungu. Hapo kila mtu atajua ya kwamba ni mkono wa Bwana na kwamba ni kazi ya Mungu wetu. Na hapo sasa kila mtu ataweza tu kuzungumuza kuhusu Bwana ambaye atakayeweza kujionyesha wa ajabu na utukufu kwa ajili ya taifa lake. Maabudu ipewe kwake milele na milele. Amina. Tusimame na tuombe. Baba wa mbinguni, ninakushukuru kwa moyo wote, kwa moyo wangu wote, kwa ajili ya neno lako takatifu la damani. Bwana,
Ningilihitaji niweze kutamka yote ambayo ninayosikia ndani ya nafsi yangu. O Mungu, wewe ni Mungu uliye hai, Mungu unayezungumuza na Mungu anayetenda. Ulijifunua kwetu kama vile Mungu aliye hai. Haleluya. O Mungu mwaminifu, tunajua ya kwamba ulipanga wakati na saha kwa ajili ya kila kitu, na pia hata kuhusu mwendeleo ya mambo yote ambayo yanapaswa kufanyika mbele ya kurudi kwako. Unajua mpangilio ya mambo, unajua yale ambayo yanaweza kufanyika na namna gani yatafanyika. Bwana mpendwa, tumekusanyika hapa mbele ya uso wako takatifu, na tunakuomba utupatie neema yako, neema ya kusonga mbele, neema ya kungoja ili uweze kufanya kitu fulani. O Mungu mwaminifu, inaweza kuwa kama vile ya kupingana kwa ajili ya kuelewa kwa mtu kuweza kusonga mbele, kuweza kusonga mbele na kungoja. Na ijapokuwa ni kweli tunasonga mbele katika imani pamoja na wewe Bwana, na tunangoja pia ili wewe ndiwe uweze kufanya ili mambo yaweze kufanyika hapo hapo. Yote ambayo kinywa chako takatifu kilichosema yatafika. Bwana, kama vile ulivyosimama kwa wakati na uliposimama kwa wakati huo na ukasema kwamba wakati umetimilika na ufalme wa Mungu umekaribia, na iko hivyo sasa. Tuliweza kuomba muda mrefu ya kwamba ufalme wako ukuje na mapenzi yako yafanyike, na sasa tuko tayari kuona ili mambo yote yaweze kutimilika. Tunakushukuru Mungu mwaminifu, na tunakuomba uweze kuita wa mwisho kutoka, uwaite kwa namna iliyo wazi na yakamatika, na waweze kusema kwa ndani ndiyo, waweze kukuamini, waweze kukuamini na kufuata. Bariki taifa lako lote nzima linalokuabudu, bariki taifa lako la Israeli. Bwana mpendwa, tunapaswa kubali nasi pia ya kwamba hatuelewi mambo yote, lakini wewe ni mtakatifu na wa haki katika matendo yako yote, na tunakuomba uwe wa huruma kwa ajili yetu, kwa maana hatuelewi pia hata njia zetu binafsi na maamuzi yetu, lakini tunaweza kukiri kitu moja: tunaelewa na tunatambua maamuzi yako na njia zako unazokamata pamoja na sisi. Bwana mpendwa, acha njia zetu na maamuzi zetu ziweze kuingia katika njia zako na maamuzi yako. Fikia ili njia zako na ndani ya maamuzi yetu, mapenzi yako iweze kutimilika ndani ya maisha yetu kwa ajili ya utukufu na sifa ya jina lako. Wakati umefika sasa ambao unataka kusimama, unataka kushuhudia neno lako, unataka kumimina roho wako. Bwana kushukuru kwa maana sasa uko hapa sasa. Haleluya. Neno lako ni la kweli, ahadi zako zitatimilika. Bwana mwaminifu, tunakusifu na tunakuabudu, kwa maana tunajua wakati ambao tunaishi ndani na yale ulioahidi kufanya. Uliambia Abrahamu ya kwamba namna gani ninaweza kuficha yale ambayo ninataka kufanya. Unafunua siri zako kwa watumishi wako manabii. O Mungu, ulifanya hivyo pia katika kizazi hiki. Tuna sujudu katika mavumbi na katika majifu, na tunakuabudu katika jina takatifu la Yesu. Haleluya. Amina.